Baada ya kuwa umeshajaza taarifa zako zote za msingi za wanafunzi na usajili na masomo unayofanya, sasa tutaingia katika kipengele cha matokeo na ripoti za wanafunzi. Kwa utakuja hii sehemu imeandikwa Biko. Sehemu imeandikwa Biko. Utakuja hapo utasign. Imeandikwa behavior trends. Hapo hii sehemu ya behavior utajaza taarifa za behavior ambazo unatakiwa uziwepo katika shule yako. Kwa tutaandika hapa kufika shule kwa wakati, sanaa na michezo, tehama, usafi, ushirikiano. Hii ni sehemu ambazo tunaziamini mara nyingi zinakuwepo katika ripoti zetu za wanafunzi, kwamba mzazi ataona huyu mtoto je, ana tabia gani. Lakini kuna sehemu wewe mzazi unaweza au mwalimu unaweza ukajaza au ukaongezea. Kufika sehemu utaandika labda tuseme labda nidhamu. Utaandika hapa nidhamu ya wanafunzi. Hii ni sehemu ambayo utajaza simple tu bila changamoto yoyote. Kwa utasave data kama unavyoona hapo kwenye screen yako. Hii ni sehemu ambayo mwalimu una save data zako ili kuweza kurahisishia katika mfumo wako. Baada ya hapo utakuja sehemu ya grades hapa. Hii sehemu ya grades itakusaidia sana wewe mwalimu kwenye matokeo ya shule yako, hasa katika kufahamu mwanafunzi yupi kapata A, kapata B, kapata C, kapata D, kapata E. Ili aliyepata A anatakiwa kapata alama kuanzia alama ngapi? Kama ni primary tutachagua primary, kama ni secondary tutachagua secondary au level au A level. Kama ni primary tutaingia hapa sehemu ya primary. Sehemu ya primary utaandika A yako inaanzia ngapi mpaka ngapi? Kama ni chini ya 50 tutasema kwamba A yangu itaanzia 41 mpaka 50. Hii ni chini ya 50. Kama ni 81 mpaka 100. Kwa utachagua je, mwanafunzi aliyopata A anakuwa na features gani? Tutasema pale mimi nimeandika bora sana aliyepata A. Comment for the parent report. Kwamba mwanafunzi aliyepata A, mzazi kwenye ripoti atapata taarifa gani za kutokana na A aliyopata mwanafunzi darasani? Kwa hapo utaandika kama mwanafunzi aliyepata A kwenye ripoti tunaenda kwa mzazi inaonekana mkapata hongera sana. Utaandika hapo. Kama hapo kwenye D mimi nimeandika mwanafunzi aliyepata D kwenye ripoti imwandikie mzazi kwamba huyu mwanafunzi kapata D. Kwenye D mimi kama mwalimu wa somo ninaweka comment aongeze bidii kujisomea. Kama kila mwanafunzi aliyepata D kwenye somo langu nitamwandikia aongeze bidii kujisomea. Labda kila mwanafunzi aliyepata E kwenye somo langu imwandikie ongeza bidii nafanya kazi za vikundi. Kwa hiyo kila mwanafunzi aliyekuwa kapata D itamwandikia kwamba ongeza bidii kujisomea. Aliyepata A itamwandikia hongera sana. Aliyepata B itamwandikia hongera. Aliyepata C itamwandikia ongeza bidii. Hizi ni sehemu za tunasemaga upimaji endelevu. Upimaji endelevu lazima uchokonoe kichokoo chanya cha kumotivate wanafunzi. Kwa baada ya kujaza kwenye grade, tutakwenda hatua inayofuata. Hatua inayofuata kwenye matokeo, ukishakuwa umejaza grade, sasa tutakwenda katika exams. Hii sehemu ya exams lazima usajili mtihani. Hii sasa wa taaluma ndio sehemu yenu kubwa ya mfumo. Lazima usajili mtihani. Huo mtihani walimu watakoingia kwenye mfumo ili waingize matokeo lazima kuwe na mtihani. Huu mtihani tunaoingiza matokeo ni mtihani gani? Mtihani wa anyo, mtihani wa mwezi, mtihani wa midterm. Lazima mtaaluma uinsist huo mtihani na upublish for your school. Kwa utaingia katika registration. Kwa utabonyeza registration. Kwa kama registration hapo utafika sasa utachagua utabonyeza sehemu ya jumlisha. Sehemu ya jumlisha tunasema lazima ujaze fomu hii ya kutambulisha mtihani. Utaanza utachagua mkoa uliopo, labda Rukwa, wilaya, basi aina ya huo mtihani. Itakuletea hapo form midterm examination
annual examination, monthly test, weekly test, joint examination, joint exams, wilaya labda, mock examination, terminal examination. Kwa utachagua huu mtihani huu mnaofanya ni mtihani gani? Haya matokeo unayotoa ni ya mtihani gani? Lazima mtihani wa usajili. Kwa utabonyeza hapa ni annual. Baada ya kuanza annual examination title, hapa tutaandika labda, tutarudia kuandika hiyo annual examination 2025. Hapa online published title, kwamba huu mtihani uandika ili uwepo kuwa online, ili hata kama mzazi na anaweza kaingia huu mtihani akauona online. Tutaandika hapa tu, labda tutaandika jina la shule labda Brain, mfano huu ni mfano tu jamani, Brain Pre Annual examination. Kwa nimeweka tu mfano. Mwaka gani? Tuchagua kwa mwaka 2025. Month of exams, huu mwezi unafanyika, huu mtihani unafanyika mwezi gani? Tuchagua hapa mwezi wa 11. Uta create exams. Tena hapo utakuwa tayari ushabi published kwenye mfumo. Ukija hapo utakuta mtihani wako hapa annual examination kama unavyoona. Kwa baada ya kuwa umesajili huo mtihani, walimu watakuwa wakifika na kuja sehemu wewe ule usajili, kama hii sehemu yenye alama hizi uiweke hewani, ukubali wa mtihani wako uwe displayed, utabonyeza hicho sehemu. Baada ya hapo utaingia sehemu hapa, hii sehemu yenye mshale wa juu ni kufungua mtihani. Kwa utaufungua mtihani wako. Sasa sehemu ukishafungua mtihani utakutana na vitu kadhaa hapa. Kuna submit score, kuna marks entry, info, examination setting, exam report. Hii sehemu zote hizi itabidi kwanza kabisa tutaanza na submitting score. Lazima tuingize matokeo. Huwezi kuwa na mtihani usiokuwa na uwezo kuingiza matokeo. Lazima tuingize matokeo ya huo mtihani. Kwa hiyo baada ya kuwa umefungua huo mtihani ambao unataka kupublish, au kila mwalimu ambaye atakuwa anataka kuingiza matokeo kwenye huo mtihani atakuja sehemu imeandikwa hapa basic info. Utabonyeza darasa ambalo unataka kupandisha hayo matokeo. Unachagua darasa gani kupandisha matokeo, kama labda standard 2 darasa la pili, utabonyeza. Na nyingi naweza kutumia darasa la 6, darasa la 6. Baada ya hapo utakuja year of study, mwaka gani? 2025. Utabonyeza add class. Kwa utachakata na wanafunzi 107 na wote msajiliwa kufanya mtihani. Kwa sasa wale wanafunzi wako 107 sasa wamesajiliwa katika huo mtihani. Na wanafunzi tuwasajili kwenye hiyo mtihani. Ukishakuwa registered, hapa chini tunatumia simu. Hapa chini kama unavyoona wanafunzi walikuwa registered, hapa chini tumeshakuletea kali. Hichi hapa chini kuna kali ya hao wanafunzi wetu ambao watafanya mtihani. Kwa utaweza kudownload kali kuona jinsi wanafunzi wako walivyo kwenye huo mtihani. Kuna kuja katika mafaili yako, fungua hapa utakuta kali. Kwa hiyo mfumo unakusaidia pia kutengeneza kali za wanafunzi kwenye mitihani yetu ya kitaifa. Kwa kama kali kama hiyo unavyoiona imeshatengenezwa. Hii kali ya masomo yote imeshapandishwa na imetengenezwa, na kwa hiyo inaonyesha bado hakuna somo ambalo mwanafunzi kaishawekewa alama. Kwa kali imetengenezwa automatic ya wanafunzi wako wote ambao umesema huu mtihani watakuwa registered kufanya. Kwa baada ya hapo kuona kali yako kwamba kali yako imeshatengenezwa, kwa hiyo unaruhusiwa kutumia mfumo huo katika kipengele cha matokeo. Kwa utarudi kwenye website yetu. Kwa baada ya hapo sasa
ya sehemu pameandikwa submit score, lazima tupandishe matokeo. Sasa kufanya lazima tupandishe matokeo. Kupandisha matokeo yako ya wanafunzi wako wote, utaingia sehemu ya exams report. Kama exam report hapo, mfumo wako utafunguka kama unavyoona. Fika hapa sehemu utachagua hiyo report unataka kuingiza darasa gani. Darasa la 6. Utachagua mkondo gani, kwa wanafunzi wako wote watafunguka hapa wote na ripoti zao zitakuwa hapo. Kwa hiyo kazi yako ni kudownload tu ripoti. Ripoti za wanafunzi wako wote zitakuwa vile automatic be downloaded. Kwa utakuwa umepata mfumo easily, usiokuwa na shaka wala changamoto yoyote. Kwa hiyo karibuni sana kwenye mfumo wetu. Kwa baada ya kuwa umesha download matokeo yako yote wanafunzi wako darasa husika, kwa ndio ukaja kuona matokeo yako ukadownload, uliokuwa umedownload kwenye PDF zako zitafunguka kama unavyoona. Hizi ni ripoti. Hii ni ripoti ya wanafunzi darasani kwako, darasa la 6 hapo, mzazi huyu hapo, masomo aliyopata wanafunzi haya hapo na maoni yake na saini hapo, walimu wataka saini na ripoti yako itakuletea A ngapi, kila kitu utapata mfumo wako huu. Kama huu utapata report card za wanafunzi kama unavyoziona. Hii ni kipengele cha ripoti. Nataka kipengele cha matokeo, utaona matokeo ya wanafunzi wote waliokuwa wapo darasani kwako na utapata matokeo yao automatic. Kwa kipengele cha matokeo kama unavyoona, utapata matokeo ya wanafunzi wako wote kama unavyoona hapo kwenye mfumo. Utapata matokeo yako yote, 10 bora darasani, 10 duni, waliopata 10 duni darasani kwako. Utapata matokeo ya darasani kwako yote unayoyataka wewe kama unavyoona hapo kwenye skrini yako. 10 bora katika mathematics. Utapata wanafunzi wako, matokeo ya wanafunzi wako wote na uchambuzi wake wa kiprofessional kabisa kama unavyoona. Uchambuzi wa kiprofessional kabisa kwa masomo yako yote, darasa yako yote, kwa mfumo wako very systematic. So you are most welcome.